Kwa majina naitwa Ashura Juma, natokea shirika la One Voice, afisa ustawi. Tumeshiriki siku ya mwanamke duniani kwa sababu sisi ni wadau na pia tuna mchango mkubwa katika kushirikiana kupambana dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa mtoto wa kike. Na pia tunatoa ushauri na pia tunasaidia mahitaji mbalimbali yanayomhusu mtoto wa kike, na vile vile tunahamasisha pia ufugaji wa samaki, kumaanisha kwamba tunajipatia kipato na pia ni ajira kwa wale ambao wanaweza kama kiuchumi, kwa wanaweza wakafanya hiyo biashara, wakafanya ufugaji ikawatoa kiuchumi kidogo. Kwa shughuli zote ambazo mnafanya, mmegundua kama mwanamke ana changamoto gani, mwanamke pamoja na msichana? Changamoto ni nyingi, pamoja na malezi, ukuaji. Mwanamke ni mtoto, yani ninavyosema mtoto wa kike namaanisha kwamba ni kitu ambacho kinatakiwa kiangaliwe kwa karibu sana. Ndio, kwa sababu wengine wao wanatokea familia zilizokuwa duni, wengi wao wanatokea familia ambazo zinakuwa hazimtambui mtoto wa kike. Kwa hiyo katika hii mikutano, katika kuhamasisha, katika kusaidia kumtambua mtoto wa kike ni pamoja na kufanya hii hadhara mbalimbali. Pia tunaelekeza watu namna ya umuhimu wa mtoto wa kike katika mazingira yoyote yale ndani ya jamii. Imeelezwa kwamba wanawake wa Njombe ni wanawake ambao wanachapa sana kazi, lakini pia wanaweza kujitegemea. Mnaliona hilo kwenye jamii ambazo mnazihudumia, na pengine kuna athari zozote ambazo zinaweza kutokana na mwanamke akiwa kipaumbele kwenye kufanya shughuli kuwa mchapa kazi? Kwanza, kwa huu mkoa wa Njombe ni mkoa ambao unaongoza kwa wanawake kujitambua na wanawake kusimama katika familia. Wanawake wa Njombe wanajitambua, pia ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii na wanasaidia sana familia. Yaani mwanamke mmoja anaweza akasimama kama baba watatu. Ndio. Na anasaidia sana kuijenga familia yake katika malezi na michango aina yote ile. Mama anasimama vizuri na haogopi kitu chochote. Ni wanawake ambao wanajitambua na hawaogopi. Nikiwemo mimi pia.